Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anaongoza mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran huko Islamabad, Pakistan. Amepewa jukumu la kumaliza vita ambavyo yeye mwenyewe alipinga kuanzishwa kwake. Kwa Vance ambaye alijitenga na umma wakati wa mzozo wa Mashariki ya Kati, hii ni fursa ya kupima uwezo wake wa mazungumzo. Rais Donald Trump amempa Vance jukumu la kubadilisha usitishaji vita dhaifu kati ya Marekani na Iran kuwa makubaliano ya amani ya kudumu. Trump pia alimtakia makamu wa rais kila laheri, akisema hakuna mpango mbadala unaohitajika kwa mazungumzo ya Iran. Shirika la habari la Reuters liliripoti likinukuu vyanzo kadhaa vilivyo na ufahamu wa suala hilo kwamba viongozi wa Iran walitamani Vance achukue jukumu kuu katika mazungumzo ya kumaliza vita, na hatimaye matakwa yao yametimizwa. Afisa mmoja wa kikanda na watu wanne walio na ufahamu wa mazungumzo hayo waliliambia shirika hilo la habari kwamba Teheran inamuona Vance kama mmoja wa viongozi wanaopinga vita zaidi katika serikali ya awamu hii ya Trump. Vance mwenye umri wa miaka 41, ambaye alijitenga na umma wakati wa mzozo wa Mashariki ya Kati, hakuwahi kujisikia vizuri kupigana vita hivi na sasa anapaswa kuvimaliza. Mwanasiasa huyu anayetazamwa sana kama mgombea mkuu katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa 2028 atakabiliwa na changamoto kubwa wakati wa mazungumzo yatakapoanza leo Aprili 11 huko Islamabad. Aaron Wolfmanis, mhadhiri katika shule ya sera ya umma ya chuo kikuu cha Maryland na mtaalamu wa jukumu la makamu wa rais wa Marekani katika sera za kigeni, aliliambia shirika la AFP kwamba hawezi kufikiria kesi ambapo makamu wa rais aliongoza mazungumzo rasmi kama haya. Aliongeza kuwa hii ni hatari kubwa, lakini pia ina malipo makubwa. Vance alijijengea jina lake la kisiasa kama mpinzani mkali wa uingiliaji kati, akitaka Marekani isishiriki tena katika vita vya kigeni kama vile Iraq, ambapo alihudumu kama mwanajeshi wa maji wa Marekani. Hali hiyo imesababisha usawa mgumu baada ya Trump kuanzisha vita vya Iran mnamo Februari 28. Wakati usitishaji vita ulipotangazwa, Vance alikuwa mbali nchini Hungary akiunga mkono kampeni ya uchaguzi ya waziri mkuu wa nchi hiyo Viktor Orban. Gazeti la The New York Times liliripoti wiki hii kwamba katika majadiliano ya faragha wiki kadhaa kabla ya vita, Vance alipinga hatua za kijeshi, akisema zinaweza kusababisha machafuko ya kikanda na kugawanya muungano wa Trump wa Make America Great Again, yani MAGA. Lakini Vance sasa anajikuta ghafla kama mpatanishi wa kidiplomasia wa Trump kwa makubaliano na Iran. Vance aliwaambia waandishi wa habari alipoondoka Hungary wiki hii kwamba jukumu lake lilikuwa kupiga simu nyingi na pia kupokea. Aliongeza kuwa anafurahishwa na walipo sasa. Akionyesha mazungumzo ya Islamabad wiki hii, katibu wa waandishi wa habari wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, alisema Vance alibeba majukumu muhimu sana tangu mwanzo. Vance ataambatana na mjumbe maalum Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner anapokuwa makamu wa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Pakistan tangu Joe Biden mnamo mwaka 2011. Ikulu ya White House ilisema Vance, katibu wa nchi Marco Rubio, Witkoff na Kushner wamekuwa wakishirikiana katika masuala haya. Naibu katibu mkuu wa waandishi wa habari Anna Kelly alisema katika taarifa ya AFP kwamba ana matumaini kuwa makubaliano yanaweza kufikiwa ambayo yatasababisha amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Nadharia moja ni kwamba wa Iran wanaweza kumuona Vance kama mshirika anayefaa zaidi kwa diplomasia kutokana na upinzani wake ulioripotiwa sana dhidi ya vita na mashaka ya jumla juu ya uingiliaji kati wa Marekani. Baada ya Teheran kueleza hasira juu ya mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya miji ya Lebanon licha ya makubaliano kusitisha mapigano, Vance alionekana kutokuwa na msimamo, akisema kunaweza kuwa na kutokuelewana kutoka Iran na kwamba Lebanon ingejumuishwa kwenye mazungumzo hayo. Vance, ambaye amekuwa akitilia shaka msaada wa Ukraine kwa muda mrefu, alianzisha mzozo maarufu wa Oval Office kati ya Trump na Rais Volodymyr Zelensky mnamo Februari 2025. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.